Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Geoffrey Robert, nipo hapa kwa ajili ya kueleza kuhusiana na bodi ya ligi. Bwana, leo hii wametoa taarifa yao kwa umma kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yametokea kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, lakini pia kwenye upande wa championship. Sasa miongoni mwa tukio kubwa ni kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo ulienda kuwakutanisha kati ya Simba akiwa anawakaribisha Yanga katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa katika huo mchezo, tukio kubwa ambalo lilitrend sana, ukiachana na matokeo ya uwanjani, ukiachana na magoli ambayo yaliyofungwa, ni kuhusiana na klabu ya Yanga kutotumia vyumba vya kubadilishia katika mchezo huo, na badala yake wakaenda kutumia nyumba ya nje ambayo ilikuwa karibu na uwanja, ndio wakaweza kwenda kuitumia. Sasa leo hii bodi ya ligi wametoa mkeka wao wa adhabu ambazo zimetolewa, na klabu ya Yanga wametozwa faini kadhaa, ikiwepo meneja wake Walter Harrison ametozwa faini ya shilingi milioni 1 na kusimamishwa kwa michezo mitatu katika kitendo chake ambacho alichokifanya cha kumsukuma Clatous Chota Chama. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na wao Yanga wenyewe. Wao klabu ya Yanga wametozwa faini ya shilingi milioni 30. Hiyo ndo faini ambayo imetosha. Bila shaka kwa siku za hivi karibuni hakukuaga na faini kubwa kama hii ambayo tumezisikia kwa upande wa klabu wakiweza kutozwa. Tunasikia vilabu vingi tu havitumii vyumba vya kubadilishia, lakini wao Yanga kwa kwanza adhabu hii imetokana na kikanuni, ambapo wao kwa upande wa bodi ya ligi kufuatia kanuni ambazo zilikuwa zinawapa hayo mamlaka ya kutoza hizo fine, wameenda kutumia hizo kanuni. Sasa mimi nitakusomea kile ambacho bodi ya ligi wao waliweza kuandika, alafu nitakupa kanuni ambayo pia wameitumia bodi ya ligi kwa kutoa adhabu hiyo ambayo wametoa wao. Bodi ya ligi waliandika kama ifuatavyo. Waliandika Yanga Africans imetozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17/20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa hiyo Yanga wao waliangukia kwenye kuvunja kanuni hiyo. Sasa ukirejea kwenye kanuni hiyo inasemaje kuhusu taratibu za mchezo, ambayo ni kanuni ya 17/20 ambayo klabu ya Yanga wao waliweza kuivunja kwa kitendo chao cha kutotumia eneo hilo ambalo lilikuwa ni maalum kwao kuweza kulitumia, wakaenda kutumia eneo lingine. Sasa hapa moja kwa moja naenda kukupitisha kwenye kanuni ili uweze kuijua bwana, kanuni hiyo inataka nini, kanuni hiyo pia inasemaje kuhusiana na hiko ambacho kilichoweza kuamuliwa. Sasa kanuni hiyo inasema kama ifuatavyo: badala ya kuwasili uwanjani katika muda rasmi na badala ya kuwasili uwanjani katika muda rasmi na muda wote kabla ya kuanza kwa mchezo na wakati wa mapumziko, timu zinalazimika kupumzika kwenye vyumba vyao vya kuvalia kwa kutumia milango rasmi na si vinginevyo. Hiyo ndo kanuni inavyohitaji. Sasa wao Yanga hawakuitimiza hiyo kanuni, wao walienda nje kabisa ya uwanja ndio walivyovalia. Sasa kuna changamoto kadhaa ambazo kwa siku za hivi karibuni zimekuwa zikijitokeza, hususan kwa watu ambao wanahusika zaidi na maudhui. Huwa wanapata footage za jezi zile kwenye vyumba, timu ambapo inapowasili wana haki hiyo. Wale ambao wamelipia maudhui, kimaanisha kwa pande Azam TV, wao wanapata ile nafasi ya kurekodi jezi hivyo na timu jinsi ambavyo zinavyokuwa zinawasili. Lakini sasa kama hautotumia kwenye vile vyumba rasmi, ina maana
wewe utakuwa watengeneza maudhui umewanyima hayo maudhui, kwa sababu hawawezi na wao wakatoka pale wakakufuata huko ambayo utapokuwa umejichimbia kama kwenye chumba cha mtu au wapi waje kushuti. Hiyo itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni changamoto ambayo imetokea, lakini pia kwa upande wa klabu ya Yanga ni kosa ambalo sio la bahati mbaya, ni kosa la kimakusudi pia wamelifanya, na walikuwa wanajua baadaye watakuja kupewa adhabu. Na tulipata kusikia moja kwa moja msemaji wao akieleza au kuisifia ile nyumba ambayo walienda kubadilishia. Sasa mwisho wa siku bodi ya ligi wamekuja kutoa adhabu hiyo. Sasa kikubwa tu ni kukumbusha kusubscribe ili uendelee kupata update mbalimbali za kimichezo.